Karibu mama mchungaji kwa ajili ya kumleta mnenaji wa neno. Mtakatifu, mtakatifu, uliyejaa neema na utukufu, wewe ni Mungu na stahili kuinuliwa, hakuna mwingine kama wewe Jehova. Tazama Jehova, ni muda mwingine ambapo Mungu tunapoenda kusikiliza maneno yako matakatifu. Tazama Jehova, mtumishi wako Mungu uliyemwandaa. Baba, kampake mafuta mfalme mwenye uweza. Baba, ende kufungua hata masikio yetu ya kiroho na kimwili tukaweze kusikia maneno yako matakatifu ambayo Jehova umeandaa mchana wa leo. Ninaenda kinyume na nguvu zote za kila aina zinazoweza kujinoa katika neno hili. Kwa jina la Yesu zikapata kushindwa, maana hazina mamlaka. Baba, katuhudumie kama upendavyo wewe mfalme. Kila mmoja kahudumiwe kila alitakavyo kusikiliza mfalme. Ninachoomba kutoka pamoja nasi katika neno hili. Ni katika jina la Yesu nikiomba na kuamini. Amen. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amina. Kwanza namshukuru Mungu kwa kunipa kibali siku ya leo kusimama. Sio kwamba mimi ni bora au nina uelewa zaidi, ila ni neema ya nani? Ya Mungu. Amenipa upendeleo ya kwamba nisimame. Pia namshukuru Mungu hata kwa ajili ya mtumishi wake, kuhani wetu ambaye anatuchunga, amemsemesha na yeye akaweza kuniletea ujumbe. Amina watu wa Mungu. Barikiwe baba. Basi kwa majina yangu naitwa Yasinta Francisco Mpanula. Ni mama aliyeokoka, mwenye mume mmoja na watoto wawili. Mungu awabariki. Na ni mshirika wa mahali hapa. Amina. Basi tutakwenda kushirikishana maandiko au tuseme neno la Mungu. Tunakwenda kula chakula kizuri. Mwambie jirani yako chakula kizuri. Mwambie jirani yako chakula kizuri. Yaani chakula kizuri ni chakula ambacho unajua hata nyumbani unapopika chakula, watoto wakikuona unakaanga labda nyama, umekaanga wali wako, pilau lako umetengeneza pale, umekatakata matunda. Yaani mtoto hata akipita anapita na rukaruka, anajua kabisa kuna pilau liko linapikwa hapo. Maana ni chakula kizuri, anapita na rukaruka. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa tufurahie tunapokula na kunywa mezani kwa Bwana. Amina watu wa Mungu. Maana ni chakula kizuri. Amina. Maana ni uhai wetu. Amina. Basi naomba tufungue kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Wafalme wa Kwanza sura ya 18. Nitaanza kusoma kuanzia mstari wa 16. Naomba unisikilize kwa makini. Utembee pamoja na mimi alafu utanielewa. Amina watu wa Mungu. Neno limeshaombewa na tunaamini kwamba Mungu yuko hapa anatenda kazi akiwa na utatu wake mtakatifu. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 18 tunaanzia pale mstari wa 16. Biblia inasema, basi Obadia akaenda zake amwone Ahabu, akamwambia. Naye Ahabu akaenda kumlaki Elia. Ikawa Ahabu alipomwona Elia, Ahabu akamwambia, je, ni wewe ewe mtaabishaji wa Israeli? Naye akajibu, si mimi niliyewataabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako, kwa kuwa mmeziacha amri za Bwana, nawe umewafuata Mabaali. Basi sasa upeleke watu unikusanyie jamii ya Israeli katika mlima wa Karmeli, na wale manabii wa Baali 450 na wale manabii wa Ashera 400 walao chakula mezani pa Yezebeli. Basi Ahabu akapeleka watu kwa wana wa Israeli wote, akawakusanya manabii pamoja katika mlima wa Karmeli. Naye Elia akawakaribia watu wote, akanena,
Mtasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni. Bali ikiwa Baali ni mungu, haya, mfuateni yeye. Wale watu hawakumjibu neno. Ndipo Elia akawaambia watu, mimi nimesalia mimi peke yangu, nabii wa Bwana, lakini na manabii wa Baali ni watu 450. Kwa hiyo na watutolee ng'ombe wawili wao, na wajichagulie ng'ombe mmoja, wamkatekate na kumweka juu ya kuni, wasitie moto chini. Nami nitamtengeneza huyo ng'ombe wa pili na kumweka juu ya kuni, wala sitatia moto chini. Nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa jina la Bwana, na Mungu yule ajibuye kwa moto na awe ndiye Mungu. Watu wote wakajibu wakasema, maneno haya ni mazuri. Elia akawaambia manabii wa Baali, jichagulieni ng'ombe mmoja mkamtengeneze kwanza, maana ninyi ndio wengi, mkalitie jina la Mungu wenu, wala msitie moto chini. Wakamtoa yule ng'ombe waliyepewa, wakamtengeneza, wakaliitia jina la Baali tangu asubuhi hata adhuhuri, wakisema, Baali, utusikie. Lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu. Nao wakarukaruka juu ya madhabahu walioifanya. Ikawa wakati wa adhuhuri, Elia akawafanyia dhihaka, akasema, mwiteni kwa sauti kuu, maana ni Mungu huyo. Labda anazungumza, au ana shughuli, au anasafiri, au labda amelala, sharti aamshwe. Wakapiga kelele, wakajikatakata kwa visu na vyembe, kama ilivyo desturi yao, hata damu ikawachuruzika. Ikawa wakati wa adhuhuri ulipopita, walitabiri hata wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu wala aliangalia. 30 inasema, kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia, akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Elia akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo, aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa jina lako litakuwa Israeli. Naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana, akafanya mfereji kama wa vipimo 2 vya mbegu ukizunguka madhabahu. Kisha akazipanga zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande, akaviweka juu ya kuni. Akasema, jazeni mapipa 4 maji, mkamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Akasema, fanyeni mara ya pili. Wakafanya mara ya pili. Akasema, fanyeni mara ya tatu. Wakafanya mara ya tatu. Yale maji yakaizunguka madhabahu, akaujaza mfereji maji. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia, akasema, Bwana Mungu wa Ibrahim na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Unisikie Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie. Ndipo moto wa Bwana ukashuka, ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukaramba yale maji yaliyokuwamo
katika mfereji, na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Baba, ninakushukuru kwa neno lako. Asante kwa kuwa tunafarijika tunapolisikia. Tembea pamoja na sisi Bwana. Kamata mawazo ya kila mmoja. Tunatamani hizi dakika tutakazoenda kuzitumia, Baba, tukatoke na kitu mahali hapa katika jina lako takatifu. Amen. Nimesoma kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 18 kuanzia mstari wa 16 mpaka 39 kama ulikuwa unanifuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa kama unaandika somo, andika somo linalosema Mungu asiyesaidiwa. Mungu asiyesaidiwa. Maana yake huyu ni Mungu ambaye anatenda kazi pasipo usaidizi wa chochote. Huyu ni Mungu ambaye anajibu, anatenda, anaponya, anafanya maajabu pasipo kusaidiwa. Niliwa baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 18 kuanzia mstari wa 16. Tunamwona huyo Obadia akaenda zake akamwona nani? Akamwona Ahabu. Tunaona kwamba huyo Obadia ukisoma mwanzo ni kwamba Mungu alimtokea Elia akamwambia nenda kuonyeshe kwa Ahabu ambaye alikuwa ni mfalme wa Israeli. Kuna vitu ambavyo walikuwa wanavifanya, walikuwa wanafanya vitu vile. Kwa upande mmoja walikuwa wanaabudu Mungu wa kweli, Mungu halisi, Mungu wa kweli, na kwa upande mwingine walikuwa wanaabudu miungu ambao walikuwa ni Baali. Amina, watu wa Mungu. Sasa Mungu akamtuma Elia akamwambia nenda kajionyeshe. Na kipindi hicho walikuwa na ukame. Mvua zilikuwa zimesimama, walikuwa na ukame kwa muda. Na njaa ilikuwa ni kali sana. Njaa ilikuwa ni kali sana. Sasa Elia alipoenda akakutana na Obadia, akamwambia nenda kamwambia Ahabu. Ndio tunaona hapa sura ya 16 anaenda kumwambia Ahabu kumpa taarifa ya kwamba Elia ameingia, amekuja. Sasa Elia alipofika kwa Ahabu, Ahabu anamwambia wewe ndiye mtaidishaji wa Israeli. Maana yake yeye ndo amesababisha wapate ile dhiki na shida. Lakini Elia akamwambia hapana, sio mimi, bali ni wewe ndiye kisababishi cha matatizo au cha mambo yote. Unajua wakati mwingine kama hautembei na Mungu vizuri, Mungu anaondoa mkono wake kuacha. Unaenda kama ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu tunamuona Ahabu wanabishana na Elia. Lakini Elia kama ukisoma sura ya 18 mstari wa 21 anasema, naye Elia akawaambia watu wote, akanena, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu mfuateni, bali ikiwa Baali ni Mungu, haya mfuateni yeye. Maana yake walikuwa kuna wakati wanamwabudu Mungu halisi, kuna wakati wanaenda kwenye miungu, wanaiabudu miungu. Sasa ndio Elia akawaambia msiwe na watu wa kusitasita, msiwe watu wa njia mbili, ni lazima mchague mtu mmoja. Na akawadhihirishia akasema Mungu wa kweli lazima atadhihirika siku ya leo, kwa sababu nimekuja ili kumdhihirisha. Na Elia alipokuwa akiongea na Ahabu, akamwambia nenda kanitie watu wa Israeli ukawakusanye. Na akatoa maelekezo akamwambia kakusanye, akatengeneza madhabahu, kalete ng'ombe wawili, andaa kuni, andaa kila kitu ambacho kinahitajika kujenga madhabahu. Alafu akaambia mtaanza nini sasa? Tunataka tutambue kwamba yupi ni Mungu halisi. Yupi ni Mungu halisi ambaye anapaswa kuabudiwa? Yupi ni Mungu halisi ambaye anapaswa kuinuliwa? Yupi ni Mungu halisi ambaye anajibu kwa moto? Mungu ambaye anafanya kazi au anajibu pasipo usaidizi wa chochote. Amina, watu wa Mungu. Wakati mwingine huwa tunatazama Mungu, jamani, hata shetani naye ana mamlaka. Lakini mamlaka ya shetani ni ndogo ukilinganisha na mamlaka ya nani? Ya Mungu. Na ndio maana unapookoka ukijichanganya, Mungu huwa anaondoa kaulinzi. Akiondoa kaulinzi, shetani ana uwezo wa kuchapa vizuri. Lakini ukitembea sawa sawa na mkono wa Mungu, ukitembea sawa sawa na Mungu anavyohitaji, Mungu anaweka ulinzi na unakuwa salama. Amina, watu wa Mungu. Nimesema tunazungumza kwa habari ya Mungu asiyesaidiwa. Sasa wakatengeneza madhabahu, wakaleta ng'ombe wawili. Elia
wakamchinja, wakamweka juu ya madhabahu, wakamkatakata kuweka juu ya madhabahu, wakaweka na kuni. Lakini akasema msiweke moto. Wekeni maji, wekeni kila kitu kinachohitajika, ila moto msiweke. Tunataka tuone Mungu yupi ambaye atajibu kwa moto. Mungu anayejibu kwa moto. Sasa walipotengeneza ile madhabahu, akawaambia, "Haya, nyie mko wengi. Manabii walikuwa 450. Sema nyie mko wengi, lakini mimi ni mmoja niliyesalia. Mtaanza nyie. Haya, muiteni huyo Mungu wenu." Wakaanza wakamwita. Wakaomba. Mungu hajibu. Lakini Biblia inasema huyu Elia akawadhihaki. Akawaambia, "Huenda huyu Mungu wenu amelala, au huenda ana shughuli maalum anafanya kule. Hebu pigeni kelele kwa nguvu ili aweze kuwasikia ajibu sasa." Wakapiga kelele. Biblia inasema wakapiga kelele, wakajikatakata, wakachukua nyembe wakajikatakata, damu zikatoka kama ilivyokuwa desturi. Wakajikatakata, ina maana walikuwa wapo hoi, wameumia, wanamuita Mungu aweze kujibu. Lakini nini kilitokea? Mungu akawa kimya. Huyo Mungu wao wanayemwabudu, Mungu wa Baali, akawa kimya, hakujibu neno lolote. Sasa ikafika zamu ya Elia. Elia akaambia, "Hebu nikaribieni mimi." Wakakaribia, wakasogea. Huku wako hoi, hawana hamu kabisa ya kuendelea. Basi Elia akaambia, "Nileteni huyo ng'ombe." Kwanza akaanza akachukua mawe 12 sawa sawa na hesabu ya wana wa Yakobo. Wana wa Yakobo maana yake tunamzungumzia Israeli. Unakumbuka Yakobo kama unasoma maandiko, kuna kipindi alikutana na malaika, akagombana naye sana, akamwambia, "Sitakuacha, lazima unibariki." Alipombariki akamuita jina, "Wewe utaitwa nani?" Israeli. Kwa wale wasomaji wa maandiko. Sasa Yakobo ndo tukizungumzia Israeli maana yake tunamzungumzia nani? Yakobo. Sasa alipochukua mawe 12 sawa sawa na hesabu ya wana wa Yakobo, akajenga madhabahu kwa kutumia mawe 12. Alipojenga madhabahu akachukua na kuni akaweka, akachukua na ng'ombe yule aliyekuwa amesalia, akamkatakata akamweka. Akawaambia, "Mwageni maji mapipa 4. Kwa hali ya kawaida unapomwaga maji kwenye kuni, ukiziloanisha kuni sana, kwa wale tunaowasha moto tunatumia kuni, ukiziloanisha sana kuwaka inakuwa ni changamoto. Uongo kweli? Lakini Elia akawaambia, "Wekeni maji mapipa 4. Mapipa mnayafahamu? 4. Mwaga. Wakatengeneza na mfereji, maji mengine yakawa yanapita kwenye mfereji yamejaa. Lakini Elia akasema, "Mwaga." Wakamwaga. Sasa Elia akaingia magotini kwa Mungu. Akamwita Mungu. Akamwambia, Mungu." Akaanza na Ibrahim, kwa sababu Mungu alitembea na Ibrahim. Akaja Mungu wa Isaka ambaye alikuwa mtoto wa Ibrahim. Akaja na Mungu wa Israeli ambaye ni Yakobo. Akamwambia, "Na ijulikane kwamba upo, ya kwamba wewe ni tofauti na Baali." Akamwita Mungu. Biblia inasema Mungu akashusha moto wake. Ule moto ukalamba sadaka, ukalamba kuni, ukalamba mavumbi, ukalamba ile maji, ukateketeza kila kitu. Watu wakashangaa, wakasema, "Huyu ni Mungu wa aina gani?" Biblia inasema watu wote wakasujudu. Walikuwa wamesimama wakasujudu, wakasema, "Hakika huyu ni Mungu." Wakarudia, "Huyu ni Mungu." Kwa hiyo hata wale ambao walikuwa hawamwamini Mungu ambaye anajibu pasipo kusaidiwa na chochote, wakamwamini huyu ni Mungu anayetenda na anayejibu. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza nikwambie, Bwana Yesu asifiwe. Nimesema nazungumza kuhusu Mungu asiyesaidiwa. Mungu ni kweli, injili zinahubiriwa. Wapo wanaosema, "Mimi ni mtume, mimi ni nabii, mimi ni nani," wanahubiri injili. Na wapo wengine, baadhi yetu tunawafuatilia mitandaoni, tunawafuatilia kwenye television, tunawafuatilia, tunaangalia ibada. Lakini tunayemwabudu Mungu hapa ni Mungu asiyesaidiwa na chumvi, wala mafuta, wala vitambaa, wala udongo. Ni Mungu ambaye anajibu yeye kama yeye. Ni Mungu ambaye anaweza mambo yote, pasipo kusaidiwa na chumvi, pasipo kusaidiwa na udongo, pasipo kusaidiwa na keki, pasipo kusaidiwa na maji. Huyu ni Mungu ambaye anajibu, amejitosheleza. Amina, watu wa Mungu. Nimetangulia kusema mwanzoni kwamba hata shetani naye anayo mamlaka, lakini mamlaka ya shetani iko chini siku zote. Mamlaka ya Mungu iko juu. Amina, watu wa Mungu. Kama unakumbuka, Mungu alimtuma Musa kwenda kuokoa wana wa Israeli. Alipomwita Musa, alikuwa akichunga kondoo.
akamwita akamwambia, nenda kaokoe wana wa Israeli, sababu nimeona kilio chao, wanateseka sana. Sasa Musa akawa anagombana naye, nitafanya nini? Nitafanya nini? Nitafanya nini? Nitafanya nini? Lakini Mungu akamwambia, ishara ambayo utakayoiweka, ishara ya kwanza utakayoiweka, kwanza mkononi una nini? Una fimbo. Ishara ya kwanza utakayoifanya, utatupa fimbo chini, ile fimbo itageuka kuwa nyoka. Hayo ni maajabu. Sasa Musa akaenda akafanya kama ilivyokuwa. Farao akasema, msinitanie, hata mimi na uchawi. Kawaita waganga waguzi wale wakaja na wenyewe wakafanya mbwembwe zao, wakacheza pale, wakafanya mbwembwe zao na wenyewe wakabwaga zao chini, kwa zikageuka kwa nyoka. Nini kilitokea? Muombe jirani yako, nini kilitokea? Ile fimbo ya Musa ambayo ilikuwa inawakilisha Mungu mwenyewe, ambayo iligeuka kuwa nyoka, ilikazimeza zile nyoka zote zile. Ndio maana nakwambia shetani naye ana mamlaka, lakini mamlaka yake iko chini zaidi ya Mungu. Ni kwamba hata shetani uchawi wake una nguvu, lakini hizo nguvu hazimshindi huyu Mungu tunayezungumza mahali hapa. Hazimshindi Mungu aliye halisi, Mungu aliye wa kweli, kwa sababu tunaamini sisi wanatiaji, tunaamini Mungu mmoja, tuna Mungu mmoja aliye hai na wa kweli, ndio tunayemzungumzia mahali hapa. Amina watu wa Mungu. Tunaamini Mungu mmoja aliye hai na wa kweli. Sasa tukisema Mungu aliye hai, ndio huyu anayejibu kwa moto. Ndio huyu anayetenda, anajibu pasipo usaidizi wa kitu chochote. Sasa ukiona unapewa unajua wakati mwingine huwa tuna ibada zetu. Mungu na wewe unanitazama na kunisikiliza. Wakati mwingine tuna ibada zetu. Ni washirika wa mahali fulani, labda asubuhi tunaenda tunafanya ibada kwenye makanisa yetu. Lakini wakati mwingine muda wa mchana au wa jioni tunaenda tuition. Hebu muulize jirani yako kwamba tuition unaijua? Tuition maana yake kwa wale wanafunzi anaenda masomo ya ziada. Maana yake unakuta asubuhi anaenda akasoma, akafundishwa shule, lakini uelewa wake unaonekana bado ni hafifu. Kwa hiyo sasa ile tuition inamsaidia kufanyaje? Kuongeza viwango vya uelewa. Si ndio watu wa Mungu? Sasa na sisi wapendwa, wakati mwingine tumekuwa tunaenda tuition. Umetoka ibadani kanisa unaloabudia. Unatoka ibadani, baadaye unakaa kwenye TV au kwenye television, unaanza unamsikiliza eti nabii sio anafanyaje, anagawa sijui ukeki au pako, na wewe ufuatiliza maneno anayoyasema. Akisema kamata kitu fulani, kwa mfano wale ambao wako mbali naye huwa wanaambiwa chukua ugali, sijui chukua nini. Akikwambia kamata, naona kamata ugali. Akikwambia weka mdomoni, naona weka mdomoni. Eti ni ukombozi. Huyo sio Mungu halisi. Nakwambia kabisa huyo sio Mungu halisi. Mungu halisi ni yule ambaye anafanya pasipo usaidizi wa kitu chochote. Anajibu pasipo usaidizi wa kitu chochote. Katika kitabu cha Mwanzo 1:1, Biblia inasema Mungu akaumba mbingu na nchi. Maana yake ukiendelea kusoma pale mbele anasema akatamka, alikuwa anatamka na iwe nuru inakuwa nuru. Anatamka. Sasa huyo Mungu ambaye anajibu kwa kutumia keki, huyo sio Mungu halisi. Mungu halisi ni yule ambaye anatamka, neno linakuwa. Anatamka, neno linaumbika. Ndio maana tunapoombea mapepo, tunasema kwa jina la kutoka, pepo linatii kwa sababu tumetamka. Hatujatumia maji, hatujatumia keki wala michanga, sijui wala chumvi. Tunatamka kwa jina la Yesu na Mungu anatenda. Kwa hiyo huyo Mungu tunayemwabudu, huyo Mungu ninayemshuhudia, ni Mungu ambaye amejitosheleza. Ni Mungu ambaye anatenda pasipo usaidizi wa kitu chochote. Usidanganyike, achana na hizo tuition za mtandaoni. Achana na hizo tuition za kwenye television. Hizo tuition zinakupotosha. Njoo kwa Mungu halisi ambaye anatenda kazi pasipo usaidizi wa chochote, pasipo usaidizi wa mafuta, pasipo usaidizi wa keki, pasipo usaidizi wa chumvi, pasipo usaidizi wa kitambaa. Wakati mwingine watu wanatumia vitambaa. Anakuambia ukienda akikuwekea kitambaa hapa unapona. Wakati mwingine umeenda unajisikia huku kama vile kuna kitu kimekaa hapa.
ni Mungu ambaye anajibu, na akishaondoa tatizo lako halitajirudia tena. Akishaliondoa ameliondoa, akishalitoa amelitoa. Sio tatizo linakuwa lina hama. Akishalitoa amelitoa. Shangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Nimesema tunazungumza Mungu asiyesaidiwa. Mungu asiyesaidiwa. Mungu asiyesaidiwa. Mungu asiyesaidiwa. Mungu ambaye alijibu kipindi Elia anamuita. Mungu akajibu. Ukisoma maandiko sura ya 18 mstari wa 39 inasema watu wote wakasujudu wakasema kweli huyu ndio Mungu. Wanarudia mara mbili, kweli huyu ni Mungu. Ni Mungu, ni Mungu. Usicheze na Mungu. Usicheze na Mungu. Yesu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu ni Mungu ambaye tunamzungumzia mahali hapa. Hizo tusheni za ajabu hata. Unajua ibada, tunaposema ibada ni connection. Tunaanza kuzungumza na Mungu ndani. Tukija hapa ni kuhitimisha, sio kwamba ibada inakuja mahali hapa. Sasa hata ukiwa kwenye TV unaangalia, kama utakuwa umejiconnect na yule mtu anayezungumza kule, basi mtakuwa kitu kimoja. Ina maana mtakuwa kwenye mtandao mmoja. Sasa wewe unafuata maelekezo, unafuata kile anachokisema, umeshaunganishwa kwenye mtandao mmoja. Yesu atusaidie. Mama mmoja nilikuwa naongea naye, alikuwa anafuatilia channel fulani ya nabii fulani anaifuatilia. Nikamwambia unapenda kuifuatilia hii channel? Akasema yani siku moja kulikuwa kuna ukombozi wa familia. Anasema ukombozi wa familia. Ikawaje? Anasema mtumishi alikuwa ameandaa keki. Akasema wale mko nyumbani mkaandae ugali. Chukua ugali, kamata tonge la ugali. Anasema nikachukua tonge la ugali. Nikalikamata, akafuata maelekezo. Anasema yeye alikuwa anahitaji familia yake ikombolewe. Akalimeza zile tonge. Naambia nini kilitokea? Anasema nilisikia mguu umevuta umekaza, hasiwezi kutembea. Nikasema nini hiki? Nikamwambia huyo ndio Mungu aliyemtaka. Kwa sababu mkiambia ukweli hamtaki kusikia. Mkisikia hamtaki kuelewa. Sasa huyo Mungu ndio unayemhitaji. Ulikuwa huna matatizo, unajikuta una matatizo. Ulikuwa una tatizo dogo, unajikuta linaongezeka badala ya kutoka. Sasa nini ambacho unapaswa kufanya? Njoo kimbilia kwa Mungu ambaye anajibu pasipo usaidizi. Wewe bado huna haja ya kusita kama Elia alivyokuwa anawaambia. Kama nyinyi mtasita katika njia mbili mpaka lini? Utasita katika njia mbili mpaka lini? Sisi tunamwabudu Mungu mmoja ambaye ni wa kweli, yuko hai na ni wa kweli. Kwa hiyo usisite habari ya kufuatilia fulani anatumia nini. Usisite. Sisi mahali hapa tunatumia kutamka. Kama Mungu alivyokuwa akitamka, jinsi alivyokuwa akiumba, anatamka na iwe giza inakuwa, na iwe nuru inakuwa, na iwe bahari, sio na iwe nini inakuwa. Kwenye kitabu cha Mwanzo ukisoma alikuwa anatamka. Ndio maana hata tunapoombea pepo tunatamka kwa jina la Yesu toka. Tunatamka kwa jina la Yesu toka. Sisi wala hatukurushi maji, wala hatukurushi chumvi. Tunatamka na wala hatukanyagi chumvi, hatukanyagi mafuta. Tunatamka kwa jina la Yesu. Tunatamka kwa jina la Yesu na kitu kinaumbika. Kama una shida ni kwa jina la Yesu inakuachia. Kama ni magonjwa kwa jina la Yesu inakuachia. Sisi hatutumii chumvi wala mafuta wala maji wala kitambaa wala udongo wala kitu chochote kile ambacho unahisi kinaweza kikatumika kukuponya. Anayeweza kukuponya ni Mungu aliye hai na wa kweli. Shangilie Bwana kwa makofi. Sasa Elia akawaambia mtasita mpaka lini? Maana yake walikuwa hawana imani iliyosimama. Walikuwa wakati mwingine wanamtumikia Mungu, wakati mwingine wako kwa Baali, wakati mwingine kwa Mungu, wakati mwingine kwa Baali. Ndio maana Elia akawaambia, na Mungu alimtuma Elia kwa makusudi. Kaambia mtasita mpaka lini? Ikiwa Mungu wa yule Baali atajibu kwa moto, basi tutamtumikia.
tutamtumikia. Akahakikisha tutamtumikia. Lakini ikiwa Mungu ninayemfahamu mimi anayejibu kwa moto, atakayejibu kwa moto, tutamfuata. Matokeo yake aliyeshinda ni Mungu wa Elia. Aliyeshinda ni Mungu wa Elia. Mungu ambaye alijibu pasipo usaidizi wa chochote, pasipo usaidizi wa kilio chochote. Unajua wale mabahari walikuwa wanalia. Unafikiri Mungu anajibu kwa kulia? Hastishwi na sauti yako wala kelele zako. Mungu anajibu pasipo usaidizi wa kitu chochote. Amina watu wa Mungu. Amina watu wa Mungu. Amina watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu ndiye mzungumza mahali hapa. Ni Mungu ambaye anajibu pasipo usaidizi wa chochote. Kwa hiyo nikushauri wewe ambaye unanisikiza na kunitazama, shida ulionayo, tatizo ulilonalo, ambapo unapitia, mahali ambapo unapitia, pengine ni pagumu, usichoke wala usikate tamaa. Njoo kwa Mungu ambaye anajibu. Mwamini Mungu ambaye anajibu kwa moto na anajibu pasipo usaidizi wa kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma kitabu cha Danieli, kuna kisa pale. Kitabu cha Danieli sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza. Kitabu cha Danieli sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza. Sitakisoma, utakisoma kwa muda wako. Ila nitakuelezea nini, nataka nimalizie mfano, nizungumza kidogo kuhusu kuna mfano mmoja hapa. Hapa tunamwona kuna mfalme ambaye kwanza ni Nebukadreza. Nebukadreza alitengeneza sanamu. Alipotengeneza sanamu, yeye kwake alikuwa ndiye Mungu ambaye anaabudiwa. Sasa siku ambayo anaizindua ile sanamu, akawakusanya mawaziri, akakusanya kama ilivyo desturi, sherehe kama inatokea mahali fulani, watakusanya watu mbalimbali ili wahudhurie ile sherehe. Sasa Nebukadreza akakusanya mawaziri, mawakili, watu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali, akawaleta kuizindua ile sanamu. Sasa palikuwepo na vijana watatu. Ambaye alikuwa ni Shadraki, Meshaki na Abednego. Hawa vijana walikuwa wanamfahamu Mungu wa kweli aliye hai. Walikuwa wanamfahamu na yuko ndani ya mioyo yao. Sasa mpiga mbiu akatoa taarifa akasema, sasa sikilizeni. Mtakaposikia sauti za santuri, zeze, nini, muziki yote, mtakapoisikia, mnainama mnamsujudu huyo Mungu. Mnasujudu hii sanamu ambayo mfalme ameitengeneza. Watu wakatii ile sauti. Wakafanya kama vile walivyoelekezwa. Sasa hao vijana watatu nimesema Shadraki, Meshaki na Abednego, wenyewe sasa wakasema sisi hatutasujudu, hatutamwabudu Mungu kwa sababu huyu Mungu sio chochote. Huyu aliyemtengeneza hii ni miungu na sisi tumeokoka. Tunamfahamu Mungu halisi ni yupi. Wakagoma. Sasa kama unavyojua, katika sehemu ambayo ni kuna mfalme anakaa, lazima kuna ulinzi wa kutosha. Sasa wale walinzi wakawa wanapita wanaangalia, wakamuona Shadraki, Meshaki na Abednego, kile kitendo hawakifanyi. Wamekeuka, walikuwa tunasema wamekiuka maelekezo waliopewa, yaliyotolewa. Sasa wenyewe badala ya kuinama hawainami, wamesimama tu. Taarifa ikamfikia mfalme, akamwambia kuna vijana watatu, wenyewe hawakutii ile sauti wala hawakutii chochote, hawakusujudu ile sanamu. Sasa Nebukadreza akaamuru waletwe wale vijana watatu. Wale vijana watatu wakaletwa mbele ya mfalme, wakamwambia, mfalme, sisi hatuwezi kuabudu na kusujudu hii sanamu, ila tunamwabudu Mungu mmoja aliye hai na wa kweli. Wakamthibitishia kwamba sisi tunayemwabudu na tunamjua ni Mungu mmoja aliye hai na wa kweli. Sasa Nebukadreza kile kitendo kikamkasirisha, akakuwa na ghadhabu kwa sababu walikuwa wameshatangaza kwamba atakayekaidi maelekezo atatupwa katika tanuru linalowaka moto. Sasa walipomjibu vile, Nebukadreza kaamuru lile tanuru liwashwe mara 7, yani tofauti na jinsi lilivyokuwa linawashwa. Wakaongeza, kaambia, yani ongezeni kuni za kutosha,
Wametulia watu wa Mungu. Wanamwamini Mungu aliye hai. Hawayumbishwi na changamoto kama hizo. Wanamwamini Mungu aliye hai atawatetea. Kaambia Mungu tunayemwabudu, tunamjua yuko hai. Tunamjua hata hapa yupo. Kwa atatuokoa na hilo tanuru la moto. Akasema wanafanya jeuri, wapelekeni. Biblia inasema wakachagua watu hodari. Wakawachukua watu wenye nguvu, wakawanyanyua, wakawapeleka. Waza wakawafunga ili wasifurukute hata wanapokuwa wakiungua, wasifurukute ili waungue wazima wakome na kukoma kabisa. Wakawafunga, wakawachukua sasa, wanaenda kuwatupia kwenye ile tanuru limeshawaka moto, limewaka moto. Cha ajabu sasa nini kilitokea? Cha ajabu ni kwamba wale waliowapeleka ndio walichukuliwa na ule moto. Alafu Shadraka, Meshaki na Abednego walipotupwa, walipoangukia mle kwenye tanuru, wakaendelea kuelea, sio kuungua. Sasa Biblia inasema Nebukadreza alipokwenda kuchungulia mle kwenye tanuru, akakuta badala ya kuona watu watatu, akaona watu wanne. Akasema mbona kama tulitupa watu watatu, sasa mbona kama mimi naona watu wanne? Alafu macho yangu yana shida kidogo, unajua mbona sasa kama anauliza sasa, mbona tulitupa watu watatu, mbona wako wanne? Halafu mmoja au huyu mtu wanne ni kama malaika. Hebu angalia vizuri, ni kama malaika. Sasa alipokuwa akijiuliza, baadaye akasema, akawaita Shadraka, Meshaki na Abednego, hebu tokeni. Waliposikia ile sauti, wakatoka watumishi wa Mungu waliojaa nguvu. Walipotoka watu wakashangaa. Biblia inasema hivi, hata harufu ya moto haikuyapata. Yaani hata ule moshi, harufu ya moshi haukuwapata. Nini ambacho kiliwasaidia? Mungu anayejibu pasipo kusaidiwa na chochote. Unapotembea vizuri na Mungu, nisikilize wewe unanitazama na kunisikiliza. Unapotembea vizuri na Mungu, Mungu anakufunika. Mungu anakujengea uzio. Kwa hiyo hata unapopita, shetani linaangalia, linakuangalia tu, lakini halikufanya chochote, haliwezi. Linasema yani huyu nikimpatia chance, lakini wewe unapita tu. Lenyewe linaanza kama linakungonga hivi, lakini wewe unapita tu jasiri, kwa sababu uko na Mungu katikati. Mungu asiyesaidiwa na chochote. Tunamzungumzia huyu Mungu mmoja aliye hai na wa kweli. Sio Mungu anayesaidiwa na mafuta. Huyo Mungu hatumzungumzi huyo. Tunazungumza Mungu mmoja aliye hai na wa kweli. Kwa hiyo unapokuwa unamwamini Mungu 100%, unapokuwa unatembea katika njia zake, hata unapopita unakuwa jasiri, unakuwa na ulinzi. Yaani kama vile rais wetu anapotembea akiwa na ulinzi, na wewe unalindwa katika ulimwengu wa roho. Unalindwa katika ulimwengu wa roho. Kwa shetani hawezi kukufanya chochote. Ndio maana shetani, Mungu alikuwa akijivunia Ayubu. Kama unasoma kitabu cha Ayubu unakumbuka, shetani, Mungu alimwambia shetani, kamwambia, unamuona mtumishi wa Mungu, mtumishi wangu Ayubu? Shetani akamwambia ni kwamba wewe umemzingira, umempa ulinzi, wewe umembariki. Akamwambia kumbe ni hilo tu, sasa ninakuruhusu kafanya chochote. Kwa shetani anakuijia, pindi Mungu atakapomruhusu ndio atakuijia. Hawezi kukuijia hivi kama Mungu hajamruhusu kuijia. Anielewa? Ni kwamba shetani anaweza akakuijia. Anaweza akakuijia akakufanya chochote endapo Mungu ataruhusu nenda kuijia. Lakini kama Mungu hajaruhusu hawezi kukuijia. Ndio maana Mungu alimwambia shetani, akamwambia nimekuruhusu nenda. Lakini kikubwa usichukue roho yake. Roho yake huna mamlaka nayo. Lakini katika mwili, vitu vya mwilini, nimekuruhusu nenda. Sisi tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapokuwa unamwabudu Mungu wa kweli aliye hai, Mungu asiyesaidiwa na chochote, anakupatia ulinzi. Anakupatia ulinzi mpaka utashangaa. Tunapopita barabarani kuna vitu vingi sana. Tunapopita barabarani kuna mambo mengi sana. Lakini sisi tuliokoka tunatembea kifua mbele. Hatujali chochote kilichoko njiani, kwa sababu tunapokanyaga tunakanyaga uwepo wa Mungu. Tunaponyanyua mguu tunatoa na yeye. Tukikanyaga tunakanyaga na yeye. Sasa mahali ambapo ametupa kutawala, unafikiri nani ataingilia kati? Hakuna, hawezi kuingia kati.
awezaye. Amina watu wa Mungu. Kwa hiyo sasa hichi kilikuwa ni kisa Shadraki, Shaki na Abednego, watu wa Mungu ambao walikuwa wana Mungu ndani, wametembea na Mungu ndani, walikuwa wanamwamini 100% Mungu ambaye anajibu pasipo usaidizi wa chochote. Biblia inasema walipotoka kwenye moto, hata ile harufu ya moto haikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Hata ile harufu ya moto, kwa hali ya kawaida sisi wamama tunakwenda jikoni kupika, ukitumia kuni, ukitoka jikoni lazima uwe unanuka harufu ya moshi. Uongo kweli? Lakini hao wametupa kwenye tanuru la moto, wametoka hata ile harufu ya moshi hawana. Huyu ni Mungu wa aina gani? Sio Mungu wa mchezo. Ndio maana Elia akawaambia, mtasita mpaka lini? Njia mbili za nini? Hebu muamini Mungu mmoja aliye hai na wa kweli, atakuvusha na hiyo shida yako, atakuokoa, atakutunza, atakulinda, atakupatia mahitaji unayohitaji. Ni swala la uvumilivu tu. Mungu ahadi zake ni za kweli. Amina watu wa Mungu. Ahadi za Mungu siku zote ni za kweli. Sasa tunashindwa na uvumilivu. Uvumilivu unatushinda. Umeteseka kwa muda mrefu, umeshindwa kuvumilia, unabaki kama ule bendera fata upepo. Ukisikia kuna mtu fulani huko anaponya kwa kutumia maji, unasema niende angalau nikanywe yale maji. Umesikia huyu anatumia kitambaa, niende akanifute jasho angalau nitapata uponyaji. Wewe acha kuhangaika. Muamini Mungu mmoja aliye hai. Anajibu pasipo usaidizi wa chochote. Ni kutamka tu na iwe na inakuwa. Ni kutamka tu, kama ni magonjwa yanaachia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa acha kuhangaika. Biblia inasema watakuja wengi. Mwingine atasema mimi nimetoka kwa Mungu. Mwingine atasema mimi niko hivi. Mwingine atasema mimi Mungu wa nani? Ni kiboko ya wachawi. Mwingine atasema mimi nini? Lakini kiboko wachawi ni mmoja. Ambaye ni Mungu mmoja aliye hai na wa kweli. Ambaye tunamzungumzia, ambaye aliwaokoa Shadraka, Meshaki na Abednego, na ambaye aliyejibu kwa moto Elia alipomthibitisha katikati ya mabali wale 450. Elia alipomwita akashuka, na ambaye alienda kuokoa wana wa Israeli. Walikutana na dhoruba, walikutana na shida. Hata walipokuwa kiondoka, wale wa Farao na jeshi lake waliwafuata, lakini walishia kuangamia. Ndio Mungu tunayemwabudu mahali hapa. Ndio Mungu ambaye tunamtukuza mahali hapa. Kwa hiyo wewe ambaye unahangaika njia mbili, hebu achana na hizo njia mbili. Njoo kwa Mungu mmoja anayejibu pasipo usaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu tuangalie jambo la kujifunza hapa. Nimetoa visa viwili hapa. Tuangalie jambo la kujifunza. Nini ambacho tunajifunza hapa? Jambo la msingi la kujifunza au la kufanya. Jambo la msingi la kufanya. Kitu cha kwanza, lazima tumwamini Mungu. Lazima tumwamini Mungu. Mwamini Mungu. Imani. Nazungumza kuhusu imani. Soma kitabu cha Warumi 10:17. Inatuambia imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la nani? Huja kwa neno la nabii au neno la Kristo? Neno la Kristo. Kusikia huja kwa neno la Kristo. Na ndilo hili tunalihubiri hapa. Neno ambalo halijakoshiwa, neno ambalo halina bla bla, neno ambalo linakuelekeza katika kweli yote. Amina watu wa Mungu. Kwa hiyo ni imani, jenga imani. Achana na habari za tuition. Unaenda unatafuta msaada wapi wakati msaada upo mahali ulipo ni sahihi. Amina watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo imani, mtumaini Mungu. Elia akawaambia, mtasita mpaka lini? Maana yake mtakuwa mguu mmoja mwingine huku mpaka lini? Kwa unasikia kitu fulani huku naenda, kitu fulani huku umesharukia huku, kitu fulani huku nimeenda. Wewe utasita mpaka lini? Jenga imani. Tunamwabudu Mungu mmoja aliye hai na wa kweli, anayejibu pasipo kusaidiwa na chochote. Ni kweli tuna mahitaji. Wakati mwingine umeomba, una miaka mingapi unaomba, haupati. Nimesema hivi, majibu yapo. Ipo siku tu, ni swala la muda. Ipo siku Mungu atasema sasa
mfano mmoja. Akasema kuna mama mmoja alikuwa anamdai bosi wake. Sasa huyo mama akawa kila siku anamwendea yule bosi. Kila siku anamwendea yule bosi. Yule bosi akasema mama ananikera. Yaani hata nikiwa nimekaa kwenye starehe zangu ananifuatafuata tu. Yule bosi akampa kile ambacho alikuwa anamdai. Sasa akamwambia ikiwa kwa Mungu je, si atawapa zaidi? Kwa hiyo ni swala la muda tu. Muombe Mungu, endelea kujenga imani, endelea kusimama katika njia sahihi. Wakati na muda utakapofika, Mungu atakutendea. Mungu atakutendea. Mungu atakutendea kwa sababu ahadi zake siku zote ni za kweli. Ahadi zake siku zote ni za kweli. Kama alivyo Mungu wa kweli, na ahadi zake ni za kweli. Kwa sababu vitu vyake anavifanya sio kwa kusaidiwa na chochote. Wewe sio kwa kusaidia na chochote. Vitu vyake anavifanya kwa kutamka tu. Vilivyo sauti iliyovuviwa nguvu na uwepo. Akitamka tu inakuwa. Kwa hiyo ni muda tu, ukifika Mungu atakutendea. Usiogope kitu unachokipitia. Jenga imani, endelea kuvumilia, Mungu atakutokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kingine ambacho tunapaswa kujifunza, kulisoma neno na kuliishi. Kulisoma neno la Mungu na kuliishi. Unajua wakati mwingine tunatanga tunahangaika kutafuta miujiza, kutafuta huku na huku, kutafuta baba pengine nikienda huku nitapata msaada, pengine mimi matatizo yangu. Unajua mahali fulani wanakuwa na maombi kila siku usiku. Unajua mahali fulani wanakuwa sio na nini. Unajua mahali fulani kuna ibada maalum sio ya nini. Wewe acha kuhangaika na ibada maalum. Soma neno ulielewe. Kitabu cha Hosea 4:6, tunaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ni yapi? Hatuna neno kichwani, ndio maana tunataabishwa tu. Wewe akili akili iko bize na pepesa tu. Unatafuta vitu vya, unajua tunapenda vitu vile vya haraka. Vitu vile vya bila kuhangaika, yani Kiswahili cha sasa hivi wanasema mseleleko. Yani mtu anataka mseleleko, huko amesikia wanagawa magari. Ameshakuwa na mimi niombewe nipewe gari. Wewe unapewa gari hujafanya kazi wewe. Gari unapata bila kufanya kazi. Acheni hizo. Fanya kazi, kuwa na kazi ya kueleweka, muombe Mungu, gari utapata. Sasa wewe kule wanagawa gari, utagawa gari bure. Hilo gari linashuka kutoka mbinguni. Unataka utajiri alafu unalala mpaka saa 2 saa 3. Huo utajiri utapata wapi? Unataka upandishwe kwenye kazi fulani, unataka upandishwe viwango, alafu utendaji wako ni hafifu. Utapandishwa lini sasa? Tunapata kibali na neema pale ambapo tunapotumika vizuri. Iwe ni katika Mungu na katika ulimwengu tunaoishi. Amina watu wa Mungu. Kwa hiyo nimesema soma neno ulielewe. Soma neno ulielewe. Neno la Mungu ni kila kitu. Ndio maana katika kitabu cha Yoshua 1 mstari wa kama sio 8 ni 9, Biblia inasema Mungu akamwambia Yoshua, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari haya maneno mchana na usiku. Maana yake nini? Alijua kabisa Yoshua atakapokuwa na neno la Mungu ndani, atajua hata namna ya kuliongoza kundi, atajua namna ya kuishi sawa sawa inavyompendeza Mungu, atajua namna ya kuishi vizuri, atatumika katika hali ya uaminifu, kwa sababu neno ndio linamuongoza. Neno la Mungu ni kweli siku zote. Achana na wale wanaochakachua neno, anachukua andiko, anakachukua ananyofoa andiko, alafu anakuletea sijui kuna mahali fulani Mungu aliponya kwa kutumia sio kitambaa, akaponya kwa kutumia mafuta. Acha kudanganyika. Soma neno vizuri ulielewe. Soma neno vizuri ulielewe. Neno la Mungu litakuwa ni msaada. Hautasita wala kuhangaika huku na huku unatafuta msaada. Neno la Mungu ni msaada tosha. Kwa sababu neno la Mungu ni pumzi. Jamani, ile ni pumzi ya Mungu. Ni pumzi. Maana yake likiwa ndani, wewe unampumua. Yaani unapopumua ni Mungu. Unapotembea ni Mungu. Unapotembea ni Mungu. Kwa hiyo ni pumzi ya Mungu. Jamani, neno ni pumzi ya Mungu. Kwanza ninapotembea ni Mungu. Nikiimba ni Mungu. Nikishuhudia ni Mungu. Nikihubiri ni Mungu. Nikifundisha ni Mungu. Maana yake pumzi ya Mungu iko ndani yangu. Maana yake niko hai. Sasa mimi kama nina pumzi ya Mungu ndani, hivi kwani naweza nikasita huku na
Wewe neno la Mungu huna ndani kabisa. Yesu atusaidie. Neno la Mungu huna ndani, likiwemo ndani, maana yake lile linajitosheleza. Kwa hiyo ina maana hata kama na shida kitu fulani, naendelea kumita Mungu. Kama yule mwanamke aliyemfuatafuata yule bosi wake akimuomba hela na akimwomba ampe kile kitu ambacho alikuwa kimdai, anafuatafuata. Na mimi kila siku naenda mbele za Mungu. Kila siku naenda mbele za Mungu. Kila siku naenda mbele za Mungu. Matokeo yake Mungu anasema, "Chukua." Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema ninamshuhudia Mungu anayetenda kazi pasipo usaidizi wa chochote. Pasipo usaidizi wa mafuta, pasipo usaidizi wa chumvi, pasipo usaidizi wa kitu chochote. Mama mmoja alikuja hapa, amemleta binti tumuombee. Akasema, mimi nitakana mle ndani nilichukua maji. Nilipewa maji ya upako, nikawa nanyunyizia kwenye nini? Kwenye ukuta, kwenye nini? Sasa cha ajabu sasa, nikinyunyizia, huyu binti yangu anabadilika. Mapepo yanamuamka. Akaanza kuelezea pale. Nikamwambia hivi, hayo maji tena ukitoka hapa nenda kayamwage ili uwe salama, kwa sababu usipoyamwaga hiyo miungu haitakuachilia. Maana yake ni nini? Unapokuja kwenye maombi sehemu ambayo ni sahihi, lazima uepukane na yale makando kando. Utakapoepukana na yale makando kando, zile roho chafu zitakuachia. Lakini kama unakuja kwenye maombi alafu ukirudi unarudi kula kukanyaga yale, lazima hautafunguliwa. Kwa ili ufunguliwe ni lazima uachane na yale makando kando. Wakati mwingine unakuta mtoto alikuwa hana mapepo, unampeleka mahali fulani anaombewa, anaingiwa na mapepo. Unashangaa, mbona mwanangu alikuwa anguki? Sasa kwa nini anaanguka? Mimi hiyo nilishawahi kuishuhudia kipindi nasoma. Kuna watu walileta mkutano, wakasema, "Haya wanafunzi mje muombewe." Watoto wanafunzi wakakimbia mbele. Kipindi hicho tuko sekondari. Kakimbia, simama mbele, bandika mkono, akaomba. Mtoto akaanza mmoja wapo alikuwa yuko darasa langu mimi. Mmoja wapo akafanywa na mapepo, na alikuwa hana mapepo. Akafanywa na mapepo, yakampiga. Mapepo yalipompiga akawa kila siku anaanguka. Akampeleka kwenye maombezi. Baadaye ndo akapiga marufuku hao wanaokuja kufanya mikutano wasio wanaombea. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo unaweza ukajikuta ulikuwa hauna shida, ukajikuta shida inazalika. Ndio maana nakwambia, soma neno ulijue. Soma neno ufanyaje? Ulijue. Likae ndani ya moyo wako, liishi, kwa sababu neno ni pumzi. Maana yake utakuwa hai siku zote. Hautasita wala kuyumbishwa na kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaangamia kwa kukosa maarifa. Na Biblia inasema, ukiendelea kusoma hapo kwenye kitabu cha Hosea, ni kwamba maarifa hayo tunayakataa, badala ya kuyakubali tunayakataa. Amina, watu wa Mungu. Simama kwa miguu yako.